Naam, katika ulimwengu wa siasa za Tanzania tuangazie taarifa ambako Mange na Rachel Dangwa Heche amewaumbua sikubaliane na wanaharakati wa Chadema kutokana na viongozi. Karibu sana katika ulingo wa siasa, tuangazie taarifa mbalimbali kupitia Biomedia. Jina langu ni Official Rose D. Baada ya makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa wito kwa wafuasi wa chama hicho kuzingatia mijadala yenye hoja badala ya kutumia lugha ya matusi katika mijadala ya kisiasa. Akizungumza kupitia taarifa ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, Heche alisema kuwa demokrasia kweli inajengwa kwa hoja zenye mantiki na si kwa kudhalilisha wapinzani. Lakini pia anasisitiza kuwa chama kinapaswa kuwa kielelezo cha kisiasa safi na heshima pia kwa kila mtu bila kujali tofauti za kiitikadi. Kauli ya John Heche imeibua mjadala mpana kiukweli miongoni mwa wanachama na wadau wa siasa, ambapo wengi wameunga mkono msimamo huo wakisema unasaidia kujenga taswira chanya ya chama mbele ya umma. Lakini pia tunaangazia wachambuzi wa siasa. Wao wanasema kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha mshikamano wa ndani na kupunguza migawanyiko inayoweza kudhoofisha nguvu ya upinzani. Aidha, Heche aliongeza kuwa chama kinapaswa kuendelea kushirikiana na waandishi pamoja na wananchi kwa kusikiliza maoni yao na kuyatafsiri katika sera ambazo zinatekelezeka. Alibainisha pia kuwa heshima na hoja madhubuti ndizo silaha za kisiasa ambazo zinaweza kuleta mabadiliko ya kweli. Wito huu unakuja katika kipindi ambacho mijadala ya kisiasa nchini imekuwa ikitawaliwa na maneno makali, hali ambayo pia imekuwa ikikosoa taswira ya vyama vya siasa. Sasa kauli ya Heche imeonekana kama jaribio la kurejesha maadili ya kisiasa na kuimarisha demokrasia ya hoja. Kauli hiyo pia Heche imegusa hisia za wanasiasa wengi kutokana na baadhi ya wanaharakati kutumia siasa za matusi kudhalilisha viongozi. Utakumbuka pia mwanadada Rachel Dangwa amekuwa ni miongoni mwa wanaharakati ambao wanatumia sana siasa kwa hasira kwa kutamka maneno machafu kwa baadhi ya viongozi. Lakini kwa upande wa Mange Kimambi pia, yeye sio mtu wa kutukana, lakini anatumia lugha za kujaza chuki kwa wanasiasa nchini kwa lengo la kuwagombanisha pengine wananchi na serikali yao. Sasa hizi ni kauli kwa baadhi ya wadau wa siasa kufuatia kauli ambazo wanaharakati baadhi kama kina Rachel, kina Mange ambazo wanatumia za matusi kudhalilisha viongozi. Kufuatia sasa kauli ya Heche mpaka sasa, basi moja kwa moja wadau wametafsiri kwamba ni inaenda kwa Mange maybe moja kwa moja na Rachel kuhusiana na namna ambavyo wao wanazungumza katika mitandao ya kijamii. Baada mtazamaji, unaungana na kile ambacho amekizungumza mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche kuhusiana na kuwataka wa wenzake pia wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa na kauli nzuri katika kukosoa mambo ya siasa, ama uko upande gani. Moja kwa moja maoni yako wakati mwingine tutayaangazia. Uwe na wakati mwema.